Sababu nyingine kwa nini sikushauri kufanya management ya ugonjwa wa kisukari, sikushauri kulea ugonjwa wa kisukari, ni kwa sababu unaweza ukawa una umri mdogo, yani bado kijana, lakini kwa sababu ya kisukari ukawa na viungo vilivyozeeka. Yani ukawa na miaka 30, 40, 50, miaka 25, lakini kwa sababu ya kisukari ambacho kipo ndani ya mwili wako, ini lako likawa la mzee kabisa, ambaye yani likawa limezeeka. Kwa kifupi, macho yakaanza kupata, yani macho yakachakaa, yakawa sio ya kijana ambaye yanatakiwa yawe active sana. Moyo wako unaweza kauchosha, ukashangaa unaanza kuwa na moyo mpana katika umri mdogo kabisa. Mishipa ya inaweza ikachakaa, ukajikuta unakuwa dhaifu, lakini bado umri wako ni mdogo, lakini viungo vya ndani vimechakaa kabisa. Unajua kuna tofauti kati ya mtu kuwa na umri mkubwa lakini akawa na viungo ambavyo ni vya kijana kabisa, amejitunza, ameishi lifestyle ya kiafya kiasi kwamba ana miaka 70 lakini macho yako safi, havai hata miwani yoyote, yani yuko vizuri. Unaweza kumpa sindano akaingiza uzi vizuri kabisa, figo zake ziko safi kabisa. Anaweza kumwekea hata kijana mdogo na yeye na kijana akakutwa ana figo ambazo zimechakaa, zimezeeka kwa sababu ya athari za kisukari. Unaweza ukawa na mapafu ambayo kwako yameanza kuzeeka kabisa kwa sababu tu umeendelea kulea ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo acha kufanya management ya ugonjwa wa kisukari, fanya reversal program, fanya complete remission, ugonjwa uondoke kabisa, uwe huru. Kwa sababu unaweza kuwa na umri mdogo lakini ukawa na viungo vilivyozeeka, na ukawa na umri mkubwa lakini ukawa na viungo vya mtoto mdogo, viungo vya kijana kabisa wa kawaida. Kwa hiyo ugonjwa wa kisukari ukiendelea kulea, unalea matatizo ambayo yanaweza yakakusumbua kwa sababu viungo vyako vinazeeka, ubongo wako unauchosha, macho yako unayachosha, viungo kama via uzazi pia vinaanza kuchakaa. So unajikuta una vitu ambavyo yani viungo vyako vinasoma miaka 80 lakini wewe una miaka 40. Moyo wako ulivyochakazwa umezeeka, unasoma miaka 70, miaka 60, kumbe wewe una miaka 28, wewe una miaka 35 lakini viungo vyako vinasoma miaka 60. Lakini wewe ukiendelea kujitunza, ukarivesi ugonjwa, utaendelea kuwa imara. Unaweza kuwa na miaka 60 lakini viungo vyako vinasoma miaka 20, miaka 30, kwa namna ambavyo umejitunza na maisha yanaendelea. Kumbuka, hatufuati taratibu za kiafya kukwepa kifo. Kifo pale pale, unaweza kukwepa kila kitu, ukadondokewa na jengo, ukaondoka. Juzi nilikutana na watu kwenye usafiri, wanasema kwamba walikuwa wanazungumzia mambo ya kisukari. Nakwambia asi fulani anajitesa na madiet ofisini, yani anajitesa. Mimi sihangaiki. Kama kufa. Na watu wengi wanaojikuta wanafuata masharti, yani uaga waendi popote. Sijui walikuwa wanatoa wapi haya mawazo, lakini niliwasikiliza na mimi nikavunga, hakuna ninachokielewa pale, lakini walikuwa wanajaribu kuponda kwamba ni kujitesa tu, ni kujihangaisha. Yani unafuata diet, wote tutaondoka tu. Lakini kumbuka, maisha ambayo unakuja kuyamaliza kwa mateso ya ugonjwa ni mabaya sana. Mateso ya pengine viungo vyako vingine havipo kwa sababu ya kisukari. Figo zako kila wiki unaenda kufanya dialysis, ni gharama zaidi. Hauna raha ya maisha. Kuna mama mmoja alikuwa ananiambia, yani ninahangaika miaka mingi kutafuta maisha, nanunua na jenga, halafu mwisho wa siku naanza kuambiwa nisilale kitandani, nilale chini kwa sababu nina maumivu ya mgongo, nilale sehemu ngumu. Kwa hiyo godoro langu na kitanda changu nisipande kulala kule juu. Sasa maisha gani haya? So tunachokwepa ni hayo. Uishi maisha ya kiafya katika miaka ambayo umejaliwa kuishi, sio miaka ya mateso, kwa sababu ukianza kuzeesha viungo vyako, ina maana utaanza kuishi maisha ya shida, kwa sababu kadri viungo vya ndani vinavyozidi kuchakaa ndio vinakuwa kwenye riski. Figo zikianza kushindwa kuchuja vizuri sumu, ina maana kwamba unaanza kupata magonjwa mengi ambayo yataanza kuibuka. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ukishindwa kuchakata vizuri, wewe utakuwa ni mtu unalalamika gesi
unalalamika vidonda vya tumbo, unalalamika acid, unalalamika matatizo mengi, chakula kijameng'enywa vizuri, unalalamika kubeua na vitu kama hivyo, unalalamika bawasiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umeruhusu magonjwa ya uchakavu wa mwili yadumu kwa muda mrefu, baada ya kureverse yakaondoka, wewe unayalea. Kwa hiyo fuatisha huo ushauri. Na kama unahitaji kuingia kwenye program za kutokomeza ugonjwa wa kisukari, chukua namba kwenye bio hapo, tuwasiliane. Lakini pia unaweza comment hapo au kaniandikia kwenye DM, nahitaji program, nitakupa taratibu uweze kuanza tiba mara moja. Ni mimi Sam Nature, mwenye kujali afya yako.